يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. عباد الله، Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha na neema nyingi sana kiasi cha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atuambia: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ukijaribu kudhibiti neema za Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kudhibiti idadi ya neema nyingi alizokupa mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillah ala ni'mati al-islam was-sunnah. Mwanzo ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kukujalia kuwa ni katika waislamu unaifuata mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kufunga mwezi wa Ramadhan tukiwa na siha na afya, wakati kila mmoja wetu ajua kuna watu katika watu wake wa karibu pengine tunavyozungumzia hivi sasa wako juu ya vitanda, ni wagonjwa, na wengine walituacha katikati ya mwezi wa Ramadhan. Nas'alullah an yaghfira lahum wa yarhamahum. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanadamu pamoja na majini kwa malengo makubwa mno. Qala jalla wa ala: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini na watu isipokuwa malengo ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Ni wajibu juu yetu, ndugu zangu waislamu, kufahamu malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta katika huu ulimwengu, kwa sababu ukifahamu hayo utajua kuwa dini yetu ya Uislamu haina msimu maalum, bali maisha yote anaoishi mwanadamu alazimiana na adabu za Uislamu, alazimiana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yake. Allah subhanahu wa ta'ala muamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam atangaze na kusema: qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Waambie, inna salati wa nusuki, hakika ibada zangu za sala na vichinjo vyangu, bali wa mahyaya wa mamati, na uhai wangu wote na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, vyote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa walimwengu wote. La sharika lahu, hana mshirika na yeye katika hayo Allah subhanahu wa ta'ala. Akatangaza wazi mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa maisha yake yote ya hii dunia ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza waja wake tuliomwamini mtume wake sallallahu alaihi wasallam kushikamana na yale aliyotuamrisha mpaka tutakapoondoka katika huu ulimwengu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Akatuambia, enyi mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na msife isipokuwa katika Uislamu. Bimaana muislamu atakikana aishi maisha yake yote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiondoka aondoka duniani akiwa yuko katika hali ya Uislamu, ameshikamana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo aliyokatazwa. Ibadallah, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuambiwa: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka yatakapokujilia mauti. Haya yote tuyasema kwa sababu ibadallah, yasikitisha kuwa baadhi yetu mwezi wa Ramadhani unapoondoka, basi zile ibada alizokuwa akizifanya si kuambii za sunna bali za wajib, kuna baadhi ya wenzetu wataziwacha. Tizama misikiti namna ilivyokuwa ikijaa katika mwezi wa Ramadhani, na kila msikiti wajaa, lakini unapoondoka mwezi wa Ramadhani
tizama hali zetu tunavyokuwa katika misikiti yetu. Tukumbuke ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake huleta mausimu wa kheri ili tuzidi kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kuwa ule mausimu wa kheri umeletwa peke yake kumwabudu katika msimu huo peke yake, la. Na malengo ya ibada ya saum Allah subhanahu wa ta'ala akayataja kwa kusema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Malengo ya kufaradhishiwa ibada ya saum ili tupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu anapoondoka hapa ajiulize hili swali: hii saumu niliyoifunga katika mwezi wa Ramadhani wote uliopita, je, imenifikishia mimi daraja ya kuwa katika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Wakati nasoma aya Allah subhanahu wa ta'ala, inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kwa hivyo katika alama ya kuwa amali zetu zimekubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tujipime na mizani hii. Je, kuingia kwa Ramadhani na kutoka nimebadilika, nimekuwa mbora kuliko nilivyokuwa au la? wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Abu Bakr as-Siddiq al-Akbar radiyallahu anhu wa ardhah, alipofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam alitangaza wazi na kusema man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Na leo tusema man kana ya'budu Ramadhan fa inna Ramadhana qad fat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Usije ukawa katika waja ambao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika Ramadhani, inapoondoka Ramadhani ukarudi katika yale uliyokuwa nayo katika maovu.